بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa Shawwal mwaka 1446 katika darasa ya tafsir al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala tuendelea na tafsiri ya juz' amma suratul Mutaffifin, na tulifikia aya 14. utasoma aya 14 mpaka aya 17. يقول الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ليس الأمر كما تصور هؤلاء المكذبون. ili jambo aliko kama wanavyofikiria, kama wanavyosawirisha au wanaokadhibisha. بل غلب على عقولهم وغطاها ما كانوا يكسبون من المعاصي فلم يبصروا الحق بقلوبهم. kilichogharibu juu ya akili zao na kufinika nyoyo zao ni kile walichokuwa kikichuma katika maasi na maovu. Bimaana kwa sababu ya maovu wanaoyafanya na maasi wanaoyafanya yakafunika yale madhambi akili zao na nyoyo zao. falam yubsiru alhaqqa biqulubihim, ila haki hawakuiona kwa nyoyo zao. Sababu mwanadamu katika kuona kwake kwa namna mbili. Kuna kuona kwa macho na kuna kuona kwa moyo, na kule kuona kwa moyo ndiko kuna kumpelekea mwanadamu akaifahamu haki na kuifuata. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja katika kitabu chake, sio kwa kuwa ile haki haiko wazi, la, haki iko wazi kabisa. Namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyoiweka wazi kwa yule mwenye macho ya moyo aiona ile haki na kuifuata. Lakini kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur. Haya macho ambao tunao sisi tunaoyajua sio yanaopofuka kuiona haki. Kinachopofuka ni nyoyo zao, kwa namna zilivyojaa zile nyoyo kutu za maasi, mpaka wakawa hawaioni ile haki ambayo iko mbele yao. Wa illa Quraysh walikuwa ni arabun aqhah, wale waarabu kindakindaki wa kikweli, si watu ambao wahitaji kutafsiriwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala wakayaelewa, wakiyasikia pale pale waelewa. Sababu ni Waarabu na Qur'ani ilishuka kwa lugha yao, waelewa vizuri kabisa. Na Allah subhanahu wa ta'ala hili akalizungumza
na kusema fa innahum la yukadhibunak, hao wajua wewe si muongo, si ati hawajui, wakujua wewe si muongo na kuwa unaoyasema ni kweli. Walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhadun, lakini madhalim wazikanusha tu aya za Allah subhanahu wa ta'ala wanavyotaka basi. Na Abu Jahl akazungumza hili jambo kuwa sisi kumekuwa na tanafus baina yetu sisi na Bani Hashim, walipoonyesha mahujaji na sisi pia tukawakarimu tukaonyesha mahujaji, walipowalisha tukalisha, walipofanya kadha tukafanya kadha. Kisha wakaja na mtume, tutamtoa wapi sisi? Tuje na mtume kutoka wapi? Hata akafanya nini simkubali. Basi sikuwa ajua kila kitu, lakini kwa sababu ya maovu waliokuwa nayo yakapeleka katika kupofusha nyoyo zao, zikawa zile nyoyo hazioni haki. Wewe za kushangaa mtu ile haki iko wazi kabisa, kitu gani cha kuzuia wewe kuifuata haki? Na ndio maana ukimwona mtu amevama katika upotofu, mtizame makini, ima wajua ima hujui wewe. Huyu mtu alikuwa aifuata haki kwa mfano, kisha ghafla amegeuka, amekuwa katika watu wa batili. Kuna dhambi huyu mtu alikuwa iweifanya, Allah subhanahu wa ta'ala akamwadhibu kwa ile dhambi yake, akamfanyia hivi. fakullan akhadhna bidhanbihi, hakuna yoyote isipokuwa Allah humpatiliza kwa makosa yake mwenyewe. wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah hamdhulumu yoyote, hadhulumu Allah. falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, kwa wao wenyewe wamefuata zile asbabu za upotofu, Allah subhanahu wa ta'ala akazipindisha nyoyo zao. Na ndio leo mtu aweza kuja akanuuliza, wana fulani basi tulikuwa tuona angalau aitaka sunna, mara ghafla amekuwa pamoja na mukhalifin, imma hizbiyun, na nadra utokea yuko na makhurafi kabisa, yani mpaka yuwa khurafi. Mtu aje kuuliza hii waje, lakini kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ukimwona mtu kama huyo mkumbushe, kama ni sahibi yako mwambie, si wewe ulikuwa ukisema hawa wako kwenye batili? Si wewe ulikuwa ukisema kuwa hawa haiwezekani wako kwenye haki? Ndio. Fanya toba, kuna dhambi wewe umeifanya, Allah amekuadhibu akakufanya hivyo. Angalia haki inapokuja, mwanzo inapokujilia ukaikataa, basi huenda Allah subhanahu wa ta'ala akaupindisha moyo wako ukawa huioni tena ile haki. wanuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra. Ile haki ilipokujia pale mwanzo pale ukaikataa, basi ni wewe mwenyewe ulijichagulia hilo. Baada ya hapo utakuwa ufuata kila aina upotofu unaokuja, hata ule ambao wewe ulikuwa wasema hii sasa hii nzidi, siwezi kukubali, mara wajiona umumo. Sababu nini? Ni hii aliyoitaja Allah subhanahu wa ta'ala, hatari sana. kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kwa wale kufar kukataa kuwa kuna siku watafufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, si jambo ambalo limefichika, hawalijui, liko mbele ya macho yao. Tulitaja katika kikao cha juzi kama sikukosea, kuwa atwar anazopitia mwanadamu, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Kwa hivyo asili yako ilikuwa huko hapa duniani, katika ulimwengu wa maiti, hauhesabiki wala husikiki wala hakuna mtu anayekujua. fa ahyakum, Allah subhanahu wa ta'ala akakuleta hapa duniani akakupa uhai. thumma yumitukum,
kisha uhai huu wa dunia utapita, utafikiwa na mauti la mahalata. Hakuna mtu aweza kukimbia hili jambo. Kwa hakuna mtu hapa duniani akanusha hizi stage tatu kuwa atazipitia, au mbili ashapitia, yuko katika ya pili, yuenda kwenye ya tatu. Hakuna mtu anayekataa. Ulikuwa haupo, nakubali nilikuwa sipo. Ukaja hapa duniani, naam, sasa niko duniani. Utakufa, naamini kwa nitakufa. Hasema sifi. Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Hebu zuia mauti asikufikie kama ni ukweli. Huwezi. Sasa ikiwa wewe umeyakubali haya matatu, kwa ulikuwa haupo ukaletwa hapa duniani na utakufa, imbakia moja tu, thumma yuhyikum. Sema hii mimi siamini. Mbona hizo tatu waziamini? Kwa hivyo ni mambo ambayo yako wazi kabisa, lakini pamoja na hayo wakakataa. Na kila siku katika maisha yako mwanadamu, kukija ukame, ikawa mvua hainyeshi, wapita katika sehemu waona miti imekauka, nyasi zimekauka kabisa, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaleta mvua, ukapita pale pale ukapakuta pamegeuka kijani kabisa, kupendeza. Nani aliyeipa uhai ile ardhi baada ya kuwa imekufa? Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala hili alitukumbusha sana katika kitabu chake, innal ladhi ahyaha la muhyil mauta. Huyo aliyehuisha hiyo ardhi ukaiona ina uhai, kukaonekana vidudu vyaja pale, miti imegeuka sasa imekuwa rangi ya kijani, ukaona ile ardhi ina uhai pale, yule aliyehuisha basi ana uwezo mkubwa sana wa kuhuisha wafu, wala hilo alimshindi. kalla innahum an rabbihim yawmaidhin lamahjubun haqqan innahum an ru'yati rabbihim yawma alqiyamati lamamnu'un. Kwa hakika hawa kufaru kutokamana na kumuona Mola wao mlezi siku ya kiyama watanyimwa, hawatamuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Katika adhabu yao hawatamuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, wakati waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna ladha watakaoipata waumini siku ya kiyama na ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala itakayokuwa ya kuwafurahisha nyoyo zao kama ladha ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jambo adhimu sana, jambo kubwa mno. Yule waliyekuwa wakimwabudu hali ya kuwa hawamuoni duniani, leo wamuona kwa macho yao Allah jalla fi'ala, na sifa zake zilivyokuwa nzuri kamilifu. Ni uzuri ulioje watakaomuona siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alayhi wa sallam. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema thumma innahum lasalul jahim, ay thumma innahum ladakhilun nar yu'anuna harraha. Kisha hao wataingia motoni, waende wakahisi ule umoto wa moto wa jahannam. Moto wa jahannam watisha sana, watisha sana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja kuwa umoto wake umezidi huu wa duniani kwa mara 70, masahaba wasema ilikuwa yatosha huu wa dunia. Huu wa dunia nani anaweza kusubiri kitupwa ndani ya moto? Lakini Mtume sema la, zaidi. Na ndani kule kuna adhabu wal iyadhu billah ambazo nyingi Allah amezitaja katika kitabu chake. Walahum maqami'u min hadid, kuna marungu huko ya chuma watakuwa wakipigwa hali ya kuwa wamefungwa na salasil ndani ya moto wa sarabiluhum min qatiran, nguo za lami ndio wanazovishwa watu wa motoni ili wazidi kuchomeka, na malaika waadhibu. Sasa kuna watu huuliza maswali ya kejeli utawasikia na malaika hapo moto ndani ya moto wa jahannam wachomeki wao. Uliza hivyo,
usiombe Allah akakujalia uwe ndani kule uone wachomeka ama wachomeki. Ndio siku zile nikawaambia hapa mkacheka, askari jela wafungwa. Kuna askari kule jela wale wafungwa mabusu wale ni askari sio? Kumbe wao waliona tu duniani huko kuna watu wako ndani kule wakufungia, lakini wao si wafungwa na wako humo ndani jela, lakini wao si wafungwa. Siuelewa. Sasa siona tu duniani huko, hasa na wale ni askari wa kule. Wama ya'lamu junuda rabbika illa hu. Siku hiyo watakuwa katika adhabu kama hii. Thumma innahum lasalul jahim. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون أي ثم يقال لهم يوم القيامة تقريعا لهم kisha wataambiwa siku ya kiyama wakiwa watupiwa makamio na maneno ya kukemewa ndani ya moto wa jahannam, hadha al'adhab alladhi laqitumuhu huwa ma kuntum tukadhibuna bihi fi ad-dunya indama yukhbirukum bihi rasulukum. Hii adhabu mnaoionja leo ndio ile mlipokuwa duniani mlikuwa mkiikadhibisha mkisema hakuna adhabu, hakuna pepo, hakuna moto bwana, tutishiwa tu. Na katika aya sura at-Tur, watakapokuwa wasukumwa ndani ya moto, hakuna mtu anayetaka kuingia motoni. Allah asema yauma yud'auna ila nari jahannama da'a, watasukumwa kwa mshindo mkubwa ndani ya moto wa jahannam, kisha waulizwe afasihrun hadha, maonaje huu ni uchawi? Am antum la tubsirun, ama hamuoni? maona huu moto wa jahannam. Yani ajabu sana Allah alivyozungumza adhabu ya moto wa jahannam. Yatakikana kila anayesikia aingiwe na hofu akimbie ile adhabu. Na ndio maana malaika waliowekwa kulinda moto wa jahannam watashangazwa sana na wale watu wanaoletwa motoni, na watakuwa wakiwauliza wale, alam ya'tikum rusulun minkum, kwa nyinyi mmoja huku nini huku, kwani hamkujiliwa huko duniani na mitume kati yenu nyinyi? Wale mitume wakawaonya kuhusu hii siku, yatluna alaykum ayati rabbikum wayundhirunakum liqa'a yawmikum hadha, kwani hamkujiliwa na mitume nyinyi wakawaambia hii siku kuna adhabu, hii adhabu hamkuambiwa hii? Hawatokataa watu wa motoni. Qalu bala, ni kweli walitujilia mitume. Na siku hiyo hawa wanaojifanya wana akili kubwa katika watu wanaomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani, na la shangaza sana, yani wale wanaokanusha haya mambo ya ghaib haya ndio wajiona wana akili, wawerevu, na waona wale wenzao wanaoamini kuwa ni watu wana akili ndogo, waamini vitu vya kuambiwa hawa. Lakini siku ya kiyama, watakapokuwa wako ndani ya moto wa jahannam, watajua kuwa akili zao kumbe zilikuwa ndogo sana. Waqalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir, tungelikuwa kule duniani tusikiliza kwa sikio la kufuata ile haki, na tuna akili tuyafahamu ya haki na kuyafuata, ma kunna fi ashabi as-sa'ir, tusingekuwa leo katika watu wa motoni. Lakini kwa sababu tulikuwa hatuna nini? Hatuna akili. Lakini leo ukiwaona muonaje leo? Wajifanya wao ndio wenye akili, wengine wote wajinga. Aweza kuuliza wewe waamini kuna moto? Vipi bwana, mambo tu zungumzwa tu, watishiwa tu ili muwe wema. Wengine wasema hivi, wafanye istihza. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: وأما من أنصف وكان مقصوده الحق المبين، أما يلي أن يكون إنصافنا ودليف ikawa malengo yake ni haki iliyo wazi, فإنه لا يكذب بيوم الدين، basi huyu haiwezekani kwake yeye kukadhibisha siku ya malipo.
Kwa nini haiwezekani kukadhibisha siku ya malipo? Kuna maneno mazuri hapa ayazungumza Imam Saudi rahimahullah ta'ala kwa kusema لأن الله قد أقام عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ما يجعله حق اليقين. وسبب الله سبحانه وتعالى amesimamisha dalili za wazi kabisa ambazo zamfanyia mtu hana shaka, hoja zilizo wazi kabisa zinazofanya hili jambo la kuamini siku kufufuliwa kuwa ni jambo ambalo ni la haki, tena mtu anayaqini nalo, hana shaka nalo. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه, akatupigia mfano yule bwana aliyekufuru akasahau umbile lake alivyoumbwa. Ndio mwanadamu kitu cha ajabu sana. Eti kaja bwana mmoja ameshika mifupa ya mtu aliyekufa zamani, kaja kayavurujua hivi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha mwambia man yuhyi al'idhama wa hiya ramim, hii mifupa ishaoza, ishakuwa yavurujika, nani anayeweza kuhuisha haya baada ya kuwa yashaoza kabisa? A challenge, yeye pia a challenge. Lakini hapa Allah mwanzo asema wadharaba lana mathalan wa nasiya khalqahu, yeye amesahau kule alikotoka. Angeuliza nani tone la manii aweza kumfanya binadamu kutoka na tone la manii, nani awezaye? Angeuliza hilo mwanzo, akajiangalia kule alikotoka ni wapi. Allah asema qul, mwambie yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra, yule ambaye aliyeumba hayo mifupa unayoyavurujua sasa, aliyeumba mwanzo yule ana uwezo wa kuhuisha. Ama unashaka wewe? Aliyeumba alikuwa hayapo, sasa yashakuwepo, yakaoza tu, atashindwa kurejesha? Wa huwa bikulli khalqin alim subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza hoja kama hizi ambazo ziko wazi kabisa. wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi, bali kurudisha viumbe baada ya kufa ni sahali zaidi kwa akili, lau kama mtu atafikiria, na yote ni sahali kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni sahali zaidi kuliko kuvileta kuanzia mwanzo. Na hili ni jambo ambalo hata mimi na wewe pia tulielewa katika ulimwengu, kuwa anayepata tabu katika uvumbuzi wowote ni yule anayevumbua mwanzo, sio? Lakini wale wanaoendelea yawasahali kwao, sababu tayari washawekewa ile misingi. wasara libasairihim bimanzilati ash-shamsi lilabsar, ikawa kwa utambuzi wao ni kama mfano wa jua kwa macho. Kuna mtu anashaka jua linapodhihiri kuwa hili jua, lakini wako waweza kumuonyesha hili jua hili na akakataa jua hili. Ndio mfano wa hawa watu. bikhilafi man rana ala qalbihi kasbuhu, kinyume cha yule ambaye nyoyo zao, moyo wake umefanya kutu kwa yale aliyoyachuma. waghattathu maasi, na maasi yakamfunika ule moyo. fa innahu mahjubun anil haqqi, huyo amewekewa pazia, haioni haki. walihadha juziya ala dhalika bi an hujiba anillahi kama hujiba qalbuhu fi dunya an ayati llah, na ndio maana huyu ikawa malipo yake ni awekewe pazia ya kutomuona Mola wake, kama vile huku duniani alikataa kuiona haki. waljazao min jinsi al-amal, kila mmoja alipo kulingana matendo yake. ثم إنهم أي مع هذه العقوبة البليغة، يعني كما كنا عذاب يا watu wa motoni ni adhabu ya kutomuona Allah subhanahu wa ta'ala. wallahi yakuna khasara kama hiyo. baada ya adhabu hii la salul jahim, wataingia ndani ya moto wa jahannam, wauonje moto wa jahannam. thumma yuqalu lahum tawbikhan wa taqri'an, kisha wataambiwa kwa kukemewa
hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun. Nikupe mfano wa kiduniani hivi. Kuna mtu ana nguvu juu yako, akakwambia bwana, jambo fulani usilifanye, nitakutandika ukilifanya hili. Nini kwani bwana, mimi nitafanya. Kisha ukafanya, ulikuwa unaona ni mzaha. Mara jamaa akaja na pipe ile ya plastiki. Siku hizi hakuna tena pipe za chuma zile za maji, zafanya kutu. Siku hizi kuna zile za plastiki. Yakato kama mita moja hivi. Mkata ndefu haiumizi, mita moja tu. Kisha amekukamata. Ulikuwa unaona anafanya mzaha. Ulikuwa unaona mzaha, ulikuwa unaona ni mzaha wewe. Waonaje wewe? Huku watandikwa, huku wapewa na maneno yaumiza wewe hiyo. Kama ujue, ngoja siku moja uwaike. Uambiwe usiingie hapa, nitafanya. Kwani nini? Wajifanya jeuri. Hao mkamato sasa. Wapigwa zile fimbo. Waulizeni wale walioambiwa wakati wa corona, siku zile wakati wa corona, jamaa waambiwa hakuna kutembea jioni. Nini kwani? Nini? Wapata kuja kibande hii, shikwa. Kisha wakamatwa ile suruali yako. Wakamatwa mpaka yabana. Kisha pigwa huko. Unafanya nini hapa? Huko wapigwa. Wewe unaje hiyo? Wapiga kelele huku waambiwa na maneno juu, waudhiwa zaidi. Sio? Basi hii ni dunia sahali. Fimbo 2-3 utakwenda nyumbani utazisahau. La, ndani ya moto wa jahannam waadhibiwa. Kisha waonaje? Mlikuwa mkikataa kwa hii ni adhabu ipo, waonaje sasa? Mlikuwa mkiambiwa kuna adhabu hii, nyinyi mkadhibisha duniani. Waambiwa kwa ukali, yani juu ya ile adhabu, na kuna maneno makali wapewa ndani ya moto wa jahannam. Na malaika walioko pale ndani ghiladhun shidadun, ni malaika ambao wakali mno na wana nguvu sana. Na wewe ukitaka kujua kwa mfano nguvu za malaika wa motoni, na malaika wote Allah amewaumba na nguvu, lakini tizama aya, yu'rafu almujrimuna bisimahum, wajulikana watu waovu kwa alama zao. Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam, watakuwa wakishikwa. Nawasi ni sehemu ya mbele hapa ya kichwa, watashikwa kwenye vichwa vyao, zile nywele zao zile, na miguu yao wakunjwe, kisha watupwe ndani ya moto wa jahannam. Hii miguu yao itakusanywa iletwe mpaka kwenye vichwa vyao, watupwe ndani ya moto wa jahannam. Kisha kule ndani sasa ndio adhabu yaanza, au malaika wa motoni. Naudhu billahi minan nar. Kwa waambiwa maneno haya makali. Sheikh asema rahimahullah, fadhakara lahum 3 anwa' min al'adhab. Allah hapa katika hii sura ametaja aina 3 ya adhabu watakaoadhibiwa nao watu wa motoni. Ya kwanza, thumma innahum lasalu aljahim, adhab aljahim, adhabu ya moto. Kisha thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun, wa adhab at-tawbikh wal-lawm, watakuwa kilaumiwa na kutupiwa maneno makali ndani ya moto wa jahannam. Hii ni katika adhabu. Na huko nyuma, kalla innahum an rabbihim yawmaidhin lamahjubun, ay wa adhab al-hijab an rabbil alamin, na adhabu ya kuwekewa pazia ya kutomuona Mola mlezi wa ulimwengu wote. Almutadhamminu lisakhatihi wa ghadabihi alayhim, kule kuzuiliwa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, ndani yake maana yake Allah amewakasirikia, amewaghadhabikia watu hawa. Wa huwa a'dhamu alayhim min adhabin nar, na hii ndiyo adhabu kubwa zaidi kwa wao kuliko hata adhabu ya moto wa jahannam. Namna watakavokata tamaa watu wa motoni na rehema ya Allah, ukitaka kufahamu hilo, angalia suratu Ghafir. Wale watu wa motoni watakapokuwa ndani ya moto wa jahannam, mwanzo watakuwa wakilaumiana. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. wale madhaifu waambia wale waliokuwa na nguvu, sisi tulikuwa tukiwafuata nyinyi, sasa mtatusaidia mtupunguzie adhabu, angalau tupumzike. Qala alladhina istakbaru inna kullun fiha, sote tumo ndani humo,
hapa hakuna anemsaidia mwenzake, hapa tumo sote, wacha kelele, sipigane kelele bwana, sote tumo ndani. Inna Allaha qad hakama baina al-ibad. Sasa watakusanyika wote sasa. Waqala alladhina fi an-nari, wale watu walioko ndani ya moto wa jahannam watasema li khazanati jahannam, wakimwambia askari yule malaika yule askari wa motoni, ud'u rabbakum. Tizama hapa maneno ud'u rabbakum, kana kwamba si mola wao. Ud'u rabbakum, muombeni mola wenu. Yani mpaka hawajinasibishi wao na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa namna walivyokata tamaa. Tena yukhaffif anna, si kuwa tutaka kuachiwa adhabu ya jahannam, sisi twajua tushakata tamaa hapa hatutoki, lakini angalau tufanywe takhfif kidogo. Yukhaffif anna yawman, alafu si kila siku, siku moja tu, moja peke yake. Yukhaffif anna yawman min al'adhab, tuumia bwana, siku moja peke yake, siku moja tu tupumzike angalau. Angalia walivyokata tamaa. Ni kuwa mwanzo maneno wanayoyatumia ud'u rabbakum yukhaffif anna. Yukhaffif anna bimaana sisi twajua tumekata tamaa kwa hatutoki ndani ya moto, lakini yukhaffif anna, atufanyie takhfif, tena si kila siku, yawman, hata siku moja angalau pia tupumzike. Na ndio wanaoviona wakasema lau kama mtu wa motoni ataletwa duniani hapa, awekwe ndani ya moto wa dunia hapa, lanama wastarah, atalala kwenye makaa ya moto, atalala na astarehe kabisa, hasikii chochote, kwa namna ilivyokuwa kali adhabu ya jahannam. Naudhu billahi minan nar. Sasa na haya yote wamekata tamaa kabisa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wadalla mafhumu al-aya, na hapa kuna faida, sema kwa mafhumu ya hii aya, ala anna al-mu'minina yarawna rabbahum yawm al-qiyamah, kuwa waumini watamuona Mola wao mlezi siku ya kiyama. Wa fil jannati, na ndani ya pepo, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum. Na wallahi watu wa peponi watakuwa na raha sana juu ya zile neema nyingi Allah alizowapa, alizozitaja katika kitabu chake. Hakuna mtu yeyote aweza kufikiria ile neema waliokuwa nao watu wa peponi. Hebu fikiria, mimi nawapeni mifano ya kidunia ili muelewe ile neema watakaokuwa nao watu wa peponi. Kwa mfano, leo wewe umealikwa na mtu mkarimu ndani ya nyumba yake, ukiingia hivi, kila chakula ambacho wewe wakitamani kiko pale. Useme huja kula chakula fulani, wakiona chakula fulani, wakiona kile pale, wakiona kile pale. Sasa anza kufikiria, ya Rabbi, tumbo langu liwe kama pipa nisishibe, nile hii nile ile nile ile, sio watamani ule kila kitu. Wewe hujaanza kula, ukaanza wala iki wala piga majuisi sijui gani, piga juisi. Nakwambia kile unachotaka wewe tu ndo kiko pale, hauwekewi kitu utakisijui mabiringanya biringanya, wawekewa vile vitu vizuri vizuri, seafood sijui nini, albarri walbahr, wanyama wa nchi kavu na wanyama wa baharini umewekewa pale, si ndio watu wa pwani? Sasa katika hali ile, wala ile waletewa hiki mara waletewa hiki mara, mwisho hapa bwana siwezi tena. Kisha yule mwenye nyumba yatoka, kuna kitu bwana kimpungua nikuongezee, waanza kucheka, sasa wanifanyia mzaa bwana, kila kitu kipo hapa bwana. Wafurahi, unaambiwa tu nikuongezee kitu, wafurahi, una raha. Sasa huyo binadamu akwambia nikuongezee kitu, pengine hana lolote huko ndani, kila kitu ashakuwekea hapo, hakuna cha ziada, ni hivyo tu. Huwa yuwakuambia tu kwa ule ukarimu, na hakuna mtu atambua nikuongezee kitu. Nafikiri ungeongeza juisi fulani, wewe utakuwa si mzima, wewe una matatizo wewe. Ni ile furaha tu mtu anayo kwa kuambiwa maneno hayo. Kif walillahi almathalu al'a birabbil izzati subhanahu wa ta'ala. Watu wa peponi bwana, watakapokuwa katika starehe zao, hawajamuona Allah katika pepo, wako na starehe nyingine hizo. Wazawajnahum bihurin 'ain,
yad'una fiha bikulli fakihatin aminin, kila aina matunda natamani yaja katika amani kabisa, wakiwa watu wa motoni waadhibiwa wao kwenye starehe. Kisha wataitwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alayhi anavyoeleza, atawaita watu wa peponi, ya ahlal janna, enyi watu wa peponi, turiduna shay'an azidukum. Sikiliza, anayezungumza hapa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna kitu mwataka niwaongezee? Watu wa peponi wataanza kumtajia Allah neema alizowapa. Alam tubayyid wujuhana, alam tunajjina minan nar wa tudkhilana aljanna, hukuzifanya nyuso zetu zing'ae siku ya kiyama, ukatuingiza peponi tukapata kila tunachokihitaji. Wakawa hawana cha kusema kiongezwe. Fayarfa'u Allah subhanahu wa ta'ala alhijab, Allah subhanahu wa ta'ala ataiondoa pazia baina yake na waja wake, watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam, fama u'tu shay'an qat, hawajapewa watu wa peponi chochote qattu ambacho kitakuwa na ladha katika nyoyo zao, min ru'yati rabbihim, kama kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni neema kubwa sana, neema kubwa sana. Kwa hili tu mtu akalisikia, atakana ajibidishe sana katika kufanya matendo ambayo sababu yake Allah amrehemu, amuingize peponi. La sivyo, matendo yetu hata tukafanya ibada gani, hatuwezi kufika gharama ya kuingia katika pepo ya Allah. Ala inna sil'ata Allahi ghaliya, ala inna sil'ata Allahi aljanna, bidhaa ya Allah ni ghali sana, lakini watu wataingia peponi kwa rehema zake subhanahu. Nas'alullah an yarhamana wa yudkhilana aljanna. Qala wa yataladhdhuna bin nadhar ilayhi a'zam min sa'iri alladhat, watapata starehe na ladha katika kumuona Allah subhanahu wa ta'ala kuliko ladha ya kitu chochote. Wayabtahijuna bikhitabihi wayafrahuna biqurbihi, watapata furaha ya kuzungumza na Mola wao. Hebu wafikiria, wazungumza na Allah jalla fi'ala, na tena azungumza na wewe akiwa amekurehemu, yuko radhi na wewe, yuko radhi kabisa na wewe. Utakaa milele ndani ya hiyo pepo. Siku eti watu wa peponi hawana hapa duniani, hata ukaneemeka vipi katika hii dunia, kuna hofu, lo, ikija ile fikra utakufa, ishaharibu kila kitu, ishaharibu. Na ndio maana watu wengine wale wanaopenda dunia wale, ukimwona iwala hivi furaha, mwambie utakufa, mwambie utakufa, wewe mtumwa, wewe mtumwa, nakuambia tuweze kusakamwa ukafa pia wewe. Hapendi kutajua kitu chaitwa kufa. Kwa nini? Kwa sababu ajua ndiyo kitakachokata ladha yote ya dunia. Lakini watu wa peponi bwana, hakuna kitu kama hicho. Yale mauti yataletwa katika sura ya kondoo, ala surati kharuf, katika sura ya kondoo kabsh. Kisha wataitwa watu wa peponi, ya ahlal janna, fayashraibuna wa yanzurun, watatizama kila mmoja inua kichwa chake, waitiwa nini? Kisha waitwa watu wa motoni, ya ahlan nar, wale washirikina na kufara, fayashraibuna wa yanzurun. Kisha wataambiwa, ataarifuna man hadha, wajua nani huyu? Wa kulluhum qad dhaqu almaut, wote watakuwa shaunja mauti, watajua kuwa ni mauti, watajibu ndiyo ni mauti. Kisha Allah ataamrisha yule kondoo atachinjwa, yani yale mauti yatachinjwa. Fayuqalu li ahli aljannati khuludun fala maut, ya ahli aljannati khuludun fala maut, wa ya ahli an-nar khuludun fala maut. Kisha waambie watu wa peponi, humo milele, hakuna tena kufa bwana. Watu wa peponi hakuna kufa, hakuna kulala, hakuna kutema mate, kutoa makohozi, sijui hakuna kwenda haja, vitu vyote hivi hakuna peponi. Atakuleta harufu zako peponi, hakuna vitu kama hivyo, hakuna tukuna chozi, hakuna peponi vitu hivyo, hakuna kabisa hizo vitu, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna vitu kama hivyo. Na wanawake wa peponi, azwajun mutahhara,
wametakasika kabisa, wasafi kabisa ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na huku watu wa motoni waambiwa ya ahlan nar khuludun fala maut, huku watazidi furaha juu ya furaha waliokuwa nayo, kuwa haishi tena furaha yao. Na upande wa pili watazidi majuto juu ya majuto waliokuwa nayo, kuwa adhabu yao haitaisha. يقول رحمه الله تعالى: كما ذكر الله ذلك في عدة آيات من القرآن وتواتر فيه النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما alivyotaja jambo la kumuona Allah katika aya nyingi katika kitabu chake, na kadhalika ilivyonukuliwa kwa tawatur kwa njia nyingi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akamalizia na kusema: wa fi hadhihi alayat at-tahdhiru min adh-dhunub, katika hizi aya kuna kutahadharishwa kutokamana na madhambi. فإنها ترين على القلب وتغطيه شيئا فشيئا, kwani madhambi husababisha kutu katika moyo wa mwanadamu, tone baada ya tone, wamfunika ule moyo wake kila anapofanya maasi, hatta yantamisa nuruhu wa tamutu basiratuhu, mpaka ile nuru ya ule moyo yazima. Sasa haoni tena ile haki, haioni, hana muono wala fahamu ya kuielewa haki. Fatanqaribu alayhi alhaqa'iq, kisha uhakika wa mambo wamgeuki, sasa aona mambo kinyume nyume. Fayara albatila haqqan walhaqqa batilan, ayona batil ndio haki na haki ayona ni batil. Wa hadha min a'zami uqubati adh-dhunub, katika adhabu ya madhambi hakuna kubwa kama hii, mpaka mtu akawa haki aiona ni batil na batil aiona ni haki. Wewe aionaje? Na hili si kwa kufar peke yake, hata wako katika ndugu zetu Waislamu utaona ile haki aiona ni batil na batil aiona ndio haki. Wa ila kuna mambo ambayo mtu yuyafanya ukiyatizama basi hii pia jamaa, hii sasa iko wazi, lakini yeye aona ni sawa kabisa. Wewe waonaje wewe watu wankaa msikitini wafanye boma, kisha mmoja mtu mzima, hebu tasawwar wewe, msicheke, lakini kwa mfano mzee Shapi hapa tuweke sisi raundi hivi, kisha yeye ingie katikati na mzee captain, kisha anze kuruka ho 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 ho, tutaua wazee arukaru wewe, alafu sisi tuzunguka hele, alafu tumevaa kanzu za rastakala. Si wafanye hivyo? Wako wale grupu la makhurafi wa kule Maghrib, wavaa kanzu zao za rangi ya red huku, blue huku, nani wewe hujioni kama mchawi wewe? Hivyo ulivovaa wewe hujioni kama unkaa kama mchawi wewe? Bwana, kuna mambo mengine yako wazi, lakini kalla bal rana ala qulubi, ile kutu kikufunika hivi wewe huioni haki. Jamaa rukaruka ndani ya msikiti wapiga kelele wewe, hii ndio kumtaja Allah huku? Hii ndiyo dini ya Allah inatufundisha hivi? Kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumtaja Allah subhanahu wa ta'ala? Amtaja vipi? Masahaba wakumtaja Allah subhanahu wa ta'ala walimtaja vipi? Ni mbona mfanya dini kitu cha mchezo? Lakini wao waona kile wanachokifanya ni haki, na wewe ukiwaambia kuwa hizi ni bid'a na hili jambo ni ovu, hampati thawabu kwa kufanya bid'a. Nasikia bwana, ndio hao bwana waitwa mawahabi, hao wana taabu wao wataka qala Allah qala rasulu, basi tu wao ni qala Allah qala rasulu. Hebu fikiria, eti au ukimwambia qala Allah qala rasulu ni batil, haki ni ipi? Uliye kama mbwa, hii haki. Ndivyo ilivyo. Wallahi ya jamaa, hadi uquba. Kama kuna adhabu mtu adhibiwa aiona haki ni batil na batil ndio haki. Naudhu billah. Mimi tasimamia hapa leo. Tumesoma zote mbili, التفسير المختصر أو المختصر في التفسير وتفسير الإمام السعدي. تسمميها هاب إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.